Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Ni matumaini yangu ya kwamba upo salama kabisa. Marekani wamekutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo. Imekuwa ni habari ambayo kwa namna moja ama nyingine nilitegemea kuona Marekani wakikutana na Rais Samia. Kumbuka siku 4 zilizopita Marekani walitoa taarifa kwa umma wakidai ya kwamba Marekani inatathmini upya ushirikiano wake na serikali ya Tanzania, lakini pia wakidai ya kwamba hatua za hivi karibuni za serikali ya Tanzania zimezua wasiwasi mkubwa mno kuhusu mwelekeo wa uhusiano uliopo kati ya Marekani pamoja na Tanzania. Kupitia taarifa hiyo, Marekani wakadai ya kwamba mustakabali wa uhusiano kati ya Marekani na Tanzania utategemea matendo ya serikali ya Tanzania. Na kupitia taarifa hii pia Marekani ikasema kwamba inafanya tathmini ya kina ya uhusiano wetu na serikali ya Tanzania. Matukio yanayoendelea kufanywa na serikali ya Tanzania ya kukandamiza uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza, lakini pia kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara dhidi ya uwekezaji wa Marekani. Na kitu kingine ni kwamba na ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 ni mambo yanayotufanya tutathmini upya uhusiano wetu. Sasa ukiangalia katika hiki ambacho wamekizungumza hapa Marekani, walisema kwamba sababu nyingine ambayo inapelekea wao kufanya tathmini upya ni kuwepo kwa vikwazo vya mara kwa mara dhidi ya uwekezaji wa Marekani. Unajiuliza kwamba ni uwekezaji gani ambao Marekani walikutana na vikwazo, au ni mwekezaji gani kutoka Marekani ambaye alikuja kuwekeza Tanzania akakutana na vikwazo. Lakini pia hii ya ukatili dhidi ya raia kabla na baada ya uchaguzi wa Tanzania, tumeona mataifa mengi ya Ulaya yakitoa matamko na kulaani vikali kile kilichotokea Tanzania. Lakini pia kupitia kauli ya Marekani wakasema kwamba hawatakuwa tayari kuona hiki ambacho kinaendelea Tanzania kina zidi kuhatarisha maslahi ya Marekani nchini Tanzania. Yani maslahi ya Marekani nchini Tanzania yanakuwa hatarini, lakini pia kuitisha na kuzoofisha ustawi na usalama wa pamoja ambao umekuwa kama alama ya ushirikiano kati ya Marekani pamoja na Tanzania kwa miongo kadhaa. Lakini pia wakasema kwamba Marekani haiwezi kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia wetu au usalama na utulivu wa kanda. Mustakabali wa uhusiano wetu rasmi wa kibalozi na serikali ya Tanzania utategemea matendo yake. Ilikuwa ni taarifa ya Marekani. Lakini leo Marekani nao pia kupitia peji za ubalozi wa Marekani Tanzania wameposti picha ambapo wameandika, leo kaimu balozi Len alifanya mazungumzo ya wazi na yenye tija na Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu hali ya sasa na mustakabali wa uhusiano rasmi kati ya Marekani pamoja na Tanzania. Lakini pia serikali ya Tanzania imetoa taarifa kwa umma baada ya kufanyika kwa mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Tanzania kufuatia kile ambacho Marekani walikiadresi siku 4 zilizopita. Moja kwa moja tuipitie taarifa hii, taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na kaimu balozi wa Marekani nchini Mheshimiwa Andrew Lentz Ikulu Chamwino Dodoma. Miongoni mwa masuala waliojadili ni kukuza maeneo muhimu ya ushirikiano baina ya Tanzania na Marekani na kuthibitisha dhamira ya pamoja ya kuendeleza ushirikiano wa kisasa wenye manufaa kwa mataifa yote mawili. Kaimu balozi Lentz aliyeambatana na mshauri wa masuala ya kisiasa na uchumi wa ubalozi huo Bwana Andrew Howard alisisitiza nia ya Marekani kuimarisha mahusiano na ushirikiano katika masuala ya kiuchumi, kisiasa na kiusalama kati ya Tanzania na Marekani, akisisitiza kuwa
Dhamira ya Marekani ni kushirikiana na Tanzania kwa misingi ya ustawi wa pamoja, sio utegemezi wa misaada. Mazungumzo hayo yalijikita katika kupitia hatua za majadiliano ya miradi mikubwa ya kimkakati inayoihusisha Marekani nchini Tanzania. Pande zote mbili zilikubaliana kumalizia mazungumzo ambayo yako hatua za mwisho, ikiwemo mradi wa LNG na mradi wa Tembo Nickel kabla ya kutiwa saini rasmi hivi karibuni, pamoja na mradi wa Mahenge Graphite ulioko katika hatua za maandalizi. Rais Samia alikaribisha na kuunga mkono dhamira ya Marekani na kuthibitisha kuwa Tanzania inaendelea kukamilisha taratibu za uwekezaji zilizosalia. Katika taifa lisilofungamana na upande wowote, Tanzania iko wazi na tayari kushirikiana na washirika wote wanaoheshimu uhuru na kuthamini maono yetu ya ustawi, alisema Rais Samia. Miradi hii ya kimkakati ina umuhimu mkubwa kwa taifa na tumejizatiti kuikamilisha ili kufungua ajira, kuimarisha uwekezaji na kuongeza ustawi wa wananchi wetu. Rais Samia pia alibainisha kuwa zaidi ya kampuni 400 kutoka Marekani zinafanya kazi nchini, suala linaloashiria uwepo mazingira thabiti ya uwekezaji na uhusiano wa muda mrefu wa kiuchumi baina ya nchi hizi mbili. Mbali na sekta za uwekezaji, mazungumzo yao yaligusia maeneo mengine mapana ya ushirikiano, yakiwemo masuala ya utengamano wa kisiasa, usalama wa kikanda, mageuzi ya kiuchumi, ukuaji wa sekta binafsi, ushirikiano katika sekta ya afya na fursa za kubadilishana uzoefu kati ya wananchi wa Tanzania na Marekani. Kaimu Balozi Lentz alimpongeza Rais Samia kwa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 na kueleza utayari wa serikali ya Marekani kuunga mkono utekelezaji wa dira hiyo pamoja na falsafa ya 4R inayolenga kuboresha misingi ya demokrasia na utawala bora. Kwa pamoja, nchi zote mbili zilikubaliana kuwa mawasiliano thabiti, ushirikiano endelevu na utekelezaji wa wakati wa makubaliano yaliyosalia ni msingi muhimu wa kufungua fursa kamili za mahusiano ya Tanzania na Marekani. Taarifa zaidi. Mkutano huu ni hatua muhimu katika kufungua ukurasa mpya wa uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Dhamira iliyoonyeshwa na serikali zote mbili inaashiria mwanzo mpya wa uhusiano wa uwazi unaochagizwa na sekta binafsi na unaolenga ustawi wa pamoja, kuheshimiana na ushirikiano wa kimkakati wa muda mrefu. Miradi mikubwa ya kimkakati. Taarifa hii hapa inaorodhesha miradi mikubwa ya kimkakati kati ya Marekani pamoja na Tanzania. Mradi wa kwanza kabisa hapa ni mradi wa gesi asilia LNG. Thamani ya huu mradi inayokadiriwa ni dola za Kimarekani bilioni 42. Mradi mkubwa wa maendeleo ya gesi asilia unaohusisha kampuni za kimataifa za nishati wenye lengo la kuchochea matumizi ya rasilimali gesi katika ukanda wa Bahari Kuu. Kukamilika kwake kunatarajiwa kuongeza mapato ya nchi, lakini pia kuzalisha maelfu ya ajira na kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa LNG duniani, yani gesi asilia duniani. Mradi wa pili kati ya Marekani na Tanzania, miradi mikubwa ya kimkakati, ni mradi wa Tembo Nickel. Thamani ni dola za Kimarekani milioni 942. Uwekezaji muhimu katika madini ya nickel yaliyopo Ngara, ambayo ni madini muhimu katika utengenezaji wa betri za magari ya umeme. Mradi huu utachochea kasi ya uchumi wa viwanda, lakini pia kuimarisha mnyororo wa thamani wa nishati safi duniani na kuongeza mapato ya Tanzania yatokanayo na mauzo ya nje. Na mradi wa mwisho na watatu mkubwa kati ya Marekani na Tanzania
ni mradi wa Mahenge Graphite, thamani yake ni dola za Kimarekani milioni 300. Mradi huu ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya uzalishaji madini ya graphite yenye ubora wa kiwango cha juu duniani kwa ajili ya kukuza sekta ya nishati jadidifu. Mradi huu utaiweka Tanzania katika nafasi ya mzalishaji mkuu wa madini haya. Imesainiwa na Shaban Kisu, naibu mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Hii ni taarifa kwa vyombo vya habari. Marekani wamekutana na Tanzania baada ya kulalamika kwamba kumekuwa na vikwazo hasa katika uwekezaji kati ya Marekani na Tanzania kwenye miradi. Marekani ukitaka kuwekeza kwenye baadhi ya miradi kumekuwa na vikwazo vya hapa na pale, lakini pia Marekani wakasema kwamba wanatathmini upya uhusiano kati ya Marekani pamoja na Tanzania, na hivyo wamekutana na Rais Dr. Samia. Nimepitia hapa comment nyingi sana kwenye peji ya Uhuru Mawasiliano, hapa watu natoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba muungano wetu umeleta manufaa makubwa kwenye uchumi, ulinzi na diplomasia. Ni daraja linalounganisha watu kutoka pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano. Kuhudumisha ni kulinda hadhi na heshima ya taifa. Lakini pia mwingine akasema kwamba serikali ya Dr. Samia iko kazini, tunakupenda sana mama. Mwingine pia akasema kwamba hongera sana Mama Samia, miradi hii inaleta ajira, ujuzi na fursa za kweli kwa vijana wa Tanzania. Uongozi wako unaendelea kuijenga kesho yenye nguvu na kujitegemea kwa kizazi chetu. Uwekezaji wa kimkakati, matokeo halisi ya kiuchumi na imani kubwa ya kimataifa. Hongera Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusogeza mbele miradi hii mikubwa ya kihistoria. Hivi ndivyo mataifa yanavyojengwa. Lakini pia mwingine akasema kwamba kuna watu hapo wanateseka, kazi iendelee, au president tunakupenda sana. Lakini pia mwingine akasema kwamba Tanzania itaendelea kuwa kiongozi katika ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Hii haitokani tu na historia yake katika kutumia majadiliano kumaliza mikwamo, bali uwezo wa rais wetu katika diplomasia mamboleo. Mungu akulinde mama. Jambo hili nadhani litakuwa limekamilika hapo. Marekani wamekutana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kubwa tochemoni yako hapo. Unadhani kuna lolote? Marekani wameona nini mpaka wakatoa tamko lile? Lakini tayari wameshakaa mezani na tumeona miradi mikubwa ambayo ni ya kimkakati kati ya serikali ya Tanzania pamoja na Marekani. Tochemoni yako hapo, na tuzidi pia kuzidi kutufuatilia pia kwa taarifa mbalimbali.